Usisahau kulike, kubonyeza alama ya subscribe na alama ya kengele. Karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehema kipenzi chetu cha umma mtukufu wa daraja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukiwa tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tuko katika saumu, lakini bado tunaendelea kwa idhini ya Mungu kufanya tafiti za aina mbalimbali, namna ya kuwasaidia waja wa Allah juu ya matatizo, maradhi ya aina mbalimbali. Lakini leo tena nataka tuzungumzie masuala mazima ya pressure, pressure ya kupanda. Pressure ya kupanda hii imekuwa ni tatizo kubwa zaidi. Pressure ya kupanda, wewe mama yangu au baba yangu, kijana mwenzangu ambao unasumbuliwa na pressure ya kupanda, asilimia kubwa tulishazoea zama zilizopita za wazee wetu, tulizoea kwamba wenye pressure wengi walikuwa ni watu wanene. Lakini sasa hivi maskini ya Mungu unamkuta mtu mwembamba tu, lakini anasumbuliwa na pressure kutokana na mambo yalivyokuwa mengi. Mambo ni mengi sasa hivi, vitu vingi vya ajabu ajabu vinafanyika, lazima pressure hizi zitapatikana. Mtu kuwa na mawazo mengi yamekuzidi kupita maelezo kadha wa kadha kusababishia haya. Lakini sasa mimi huko sipo leo, nataka nikupe suluhisho la kutatua tatizo ili pressure yako ikae katika level yako. Kuna dawa za aina mbili hapa nataka nizungumzie. Dawa ya kwanza, kuna mti unaitwa msigi, na hata ukienda katika duka la dawa za Kisuna wewe mwambie tunaomba dawa ya msigi. Unapata ule unga wa msigi. Ukishapata, nenda nao nyumbani kwako, kachukue maji ya pashe ya uvuguvugu, kisha utachukua msigi, unga wa msigi nusu kijiko utaweka, utakologa, alafu utatumia kunywa. Utafanya hivyo, utakunywa kwa idhini ya Mungu. Kila siku utakuwa unakunywa asubuhi, unakunywa jioni, unakunywa asubuhi, unakunywa jioni. Kwa idhini ya Mungu hii pressure tatizo la pressure linakwisha. Hiyo ni dawa ya kwanza. Utakuwa unafanya hivyo asubuhi na jioni, asubuhi na jioni kwa muda wa takriban kama nenda siku 8. Siku 8. Ukienda siku 8 alafu pima pressure yako, utaikuta iko level. Lakini vile vile nyingine kwamba dawa nyingine ya pressure ni dafu. Dafu ni dawa ya pressure, lakini dafu ni dawa ya malaria. Sasa hapa kwa sababu nazungumzia pressure, nataka tulichambue dafu katika upande wa pressure linasaidia vipi. Dafu linasaidia katika upande wa pressure, si maji ya dafu wala sio kifuu cha dafu, isipokuwa ni mauziuzi yale, makambakamba ya dafu likisha kumenywa, yale makambakamba yale ya ndani, ndio hayo makamba ambayo yanahitajika uyapate. Ukishayapata yale makambakamba, yaweke katika sufuria, yale manyuzi yale weka katika sufuria. Ukishaweka katika sufuria yale manyuzi, chukua maji. Ukishachukua maji takriban kama lita 3 au lita 2, weka mle kutokana na wingi wa yale manyuzi. Ukishaweka tayari, ichemke vizuri, yachemke vizuri. Yakishachemka vizuri yale, kisha utachuja yale maji yake, ndio utatumia kunywa. Sasa ujazo wa kikombe kile cha chai utakunywa asubuhi na jioni, yale maji yake. Ndani ya siku 10 tu pressure utaisikia kwenye bomba. Vijana wanasema ndani ya siku 10 tu pressure utaisikia kwenye bomba. Hili dafu kabla ya kuikuta nazi
kuna makambakamba. Haya makambakamba haya ndio chemsha haya makambakamba, kunywa ujazo wa kikombe kidogo kile cha chai, kunywa asubuhi na jioni, kwa idhini ya Allah. Wallahi, kwa idhini ya Allah, si kana kwamba nakufanyia wewe ndio testi. Wapo ambao wamefanya, wameona maajabu, wameona kazi ya dafu linavyofanya kazi katika masuala ya kuondoa tatizo la pressure. Kwa hiyo wewe ukitumia hii kwa muda wa siku 10, pressure wewe utaisikia kwenye bomba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.